Asante kwa kuchagua kututazama asubuhi ya leo tena katika jina la Yesu. Kwa hivyo nasema karibu katika jina la Yesu. Tunaongea kuhusu mimi ni roho. Sema mimi ni roho. Natumai kufikia kwa sasa unaweza kuendelea kujitambua. Bwana Yesu asifiwe. Kufikia sasa unaendelea kujitambua ya kwamba wewe ni roho, na tumeona kwa sababu sisi ni roho, hiyo ndio inaleta utofauti. Sisi si wanadamu wa kawaida. Hauwezi okoka na ukwe wanadamu wa kawaida. Mtu ambaye pia ameingia kwa ushetani kwa undani si mwanadamu wa kawaida. Mtu ambaye anatumia nguvu za giza si mwanadamu wa kawaida. Na mtu anayetumia nguvu za Mungu si mwanadamu wa kawaida. So katika dunia tulioko tuko na wanadamu watatu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na wanadamu watatu. Mwanadamu wa kwanza ni mwanadamu wa kawaida, ambapo zaidi ya akili zake, zaidi ya the 5 common sense, hana kitu kingine. So chochote unachomuona akifanya si zaidi ya hiyo mambo, ni hapo amefika. Na tuko na wanadamu ambao mambo yao zaidi ya 5 common sense ameongeza ushetani. Amen. Na tuko na wanadamu zaidi ya 5 common sense ameongeza Mungu. Lazima ukubali hao watu sio sawa. Hao watu watatu ni tofauti. So tuko na wanadamu wako tu hawashughuliki na Mungu, na pia washughuliki na shetani, wako tu hapo. Kila wanachokifanya wanatumia akili zao. Lakini tuna wale akiwaza chochote anawaza uchawi, uganga, na watu wako ndani kwa ushetani tena sana. Na pia tuko na wale ambao wanamuhusisha Mungu sana katika mambo yao. Hao wanadamu si wa kawaida. So tunaona wawili wako na mambo na nguvu zisizoonekana. Hao sio wanadamu wa kawaida. Bwana asifiwe. Na hautawajua kwa kuwaona. Hauwezi jua mtu kwa kumuona. Hauwezi jua mganga kwa kumwangalia. Hauwezi jua huyu mtu wako na Mungu kwa kumwangalia. Biblia inasema tutawajua kwa matendo yao. Na tuliona Nicodemus alimtambua Yesu kupitia kenye Yesu alifanya. Maana alisema hakuna mwanadamu anaweza akafanya hii vitu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima awe anatoka kwa nani? Kwa Mungu. So alitambua kwa matendo. Lakini kama Yesu hangelifanya chochote, Nicodemus angechukua wote, we are just the same. Sasa nataka uangalie ni nini inakuseparate na ordinary people. Hallelujah. Si kusema, ni vile unavyofanya vitu inakuseparate kabisa. Hallelujah. Vile unavyofanya vitu vyako, vile unavyoishi, ndio inakutenganisha na inamsababisha mwenye dhambi wa ulimwengu kukuangalia na waseme kenye unafanya wewe inaonekana umeokoka. Kenye unafanya inaonekana wewe uko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So si lazima tuambie niko na Mungu. Si lazima tuambie nimeokoka. Hapana, utanyamaza. Lakini utendaji mambo yangu, lifestyle yangu itawaambia mimi niko na Mungu. Kwa sababu siishi kama wao, sifanyi kama wao, siongei kama wao. Bwana yasifiwe. Tumeona katika kanisa la sasa, ukiangalia kabisa linaweza somehow fananishwa na kanisa la Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Babeli
lilikuwa liko na nguvu sana upande ya the physical nature of man. So lilitilia mkazo sana mambo na vitu, mambo na nje iliangaliwa sana, na kukawa na more entertainment. Na leo tukiangalia kuna makanisa sasa, hii haitwi madhabahu, inaitwa stage. Kuja kwa stage. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni tayari, hiyo si line, hiyo ni watu wamekuambia wametoka kwa hivyo unaweza ingia kwa kanisa ukajua kama ni mambo ya kiroho inaendelea, utajua. Kwa sababu kulingana na vile watafanya vitu utakuambia. Ukikaa chini utajua watu hapana. Hivi vitu yote wanafanya ni ya line ya mwili, si ya roho. So utapata ya kwamba hapa madhabahu inaitwa nini? Stage. Na tunajua kazi ya stage ni ya kufanyia nini? Ni ya kuperform. And we don't come here to perform. I'm not performing. Wanakwaya praise and worship hawafanye nini? Hawaperform. Haujasikia mpaka kanisani watu wakitumia lugha, tunataka kukaribisha waimbaji wakuje watutumbuize. Na Kiswahili vile inakaa kama matusi, inakaa mbaya kututumbuiza. Hujawahi enda kwa kanisa ukasikia ukisema tutumbuizwe? Unajua si tukuje kanisa kutumbuizwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Haujaona siku hizi kwa kanisani wanaleta comedians? Watu wanakaa church, mtu anasimama hapa anaanza chekesha watu. Hamjaona such things? Ni kwa sababu imekuwa si altar, ni stage ya kuperform. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaona watu wanaanza kuleta watu wakuja kutuchekesha. Sisi tukuja kanisa kuchekeshwa, na kuchekeshwa si vibaya. Enda kwa church show, enda kwa simu yako, enda uchekeshwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mzuri, lakini lazima tuelewe kazi ya altar ni nini. Bwana asifiwe. Kazi ya altar ni vitu kadhaa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kazi ya kupanda hapa juu ni kubariki watu. So kile mimi wanafanya hapa ni kukubariki. Ukienda kanisani kwenyu, kenye wanafanya pale mbele, they are there to bless your soul, to bless your life. Number 2, to touch your life. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mimi huwa napenda kupima sana na hiyo. Huwa unasikia mguso ndani wakati mambo inafanyika wapi? Kwa madhabahu. And number 3, they are there to transform your life. Hizo vitu ndio ziko pale. Hata hawakujawahi kutuongoza worship. Hakuna kitu kama tunaongozwa worship. Hawakujawahi kutuongoza worship. Hakuna cha kuongozwa. Pasia la hekalu lilipasuka. Bwana asifiwe sana. Wanakujaga kuimba nyimbo za worship, lakini hawakujaga kutuongoza worship. Wanakuja kutuongoza nyimbo za worship, lakini worship is personal. Bwana asifiwe. Alafu we also need to be very careful when entertainment iko juu sana kwa kanisa, kushinda prayers, kushinda word na kushinda worship. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kukupea hizo ni nini? Matunda. Utawajua kwa matunda. Haleluya. Na that's why kile kinavutia watu siku ya leo makanisani ni uchezaji mzuri wa vyombo, uimbaji wa sauti nzuri nzuri, na pia vile kanisa, arrangement ya kanisa vile ilivyo. Tunahitaji sauti nzuri tena sana. Tunahitaji uchezaji mzuri, lakini kabla ya hiyo kwanza kuna vitu tunahitaji kwanza, alafu hiyo ndio ifuate. So tutajua kwa matendo. Hata wewe utajijua wakati unapata ya kwamba ulimwengu inakuongoza. Maana zamani tulikuwa tunaongozwa na nini? Na ulimwengu. Na nilikuambia John chapter 3 verse 16, Mungu alipenda ulimwengu. Ulimwengu ambao Mungu alimpenda ni mwanadamu mwenye dhambi, mwanadamu asiyejua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu pia kuna ulimwengu ya pili tunakatazwa tusiipende, tusifuatane nayo. Tukasema ya kwamba ni system ambayo ikitake over in your life inakuongoza katika mambo ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo ambayo hayamtukuzi Mungu. Mambo ya ulimwengu si mambo ya mwili. Mambo ya ulimwengu si mambo ya nini?
si mambo ya mwili. Mambo ya ulimwengu ni mambo unayoyafanya ambayo hayamtukuzi Mungu, hayana Mungu kabisa. Kuna fikra, Bwana Yesu asifiwe, kuna kujihusisha katika mambo ambayo hayachangii Mungu. Na ndio bado unaona tuko na watu kanisani, lakini bado ulimwengu iko na nafasi kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Utajuaje ulimwengu bado kuna vile inataka kutawala? Unapata ya kwamba bado unapata muziki ya kiulimwengu, bado wewe na hii muziki hamja divorce. Muziki ya ulimwengu hiyo inaleta nini ndani yako? Inainua ulimwengu ndani yako. Maana itakuwekea tamaa, itakuwekea mienendo, itakuwekea kuna kitu utaweka ndani yako haionekani, ambayo sasa itakusababisha kufuata ulimwengu. Tunapaswa kujua ya kwamba muziki ni mwalimu hatari tena sana. So kila mara unaposikiliza muziki ya ulimwengu, ujue kuna kitu inaweka ndani yako, inaweka ulimwengu. Inaweka nini? Inaweka ulimwengu. Na hiyo ulimwengu tumesema ni nini? Ni ka system, ni ka power, ni ka spirit kanaingia ndani yako. Then subtractions zinaanza kufanyika nyingi kwa maisha yako. Unapata ulikuwa unaomba, sasa hiyo inatoka, lakini unapata pande nyingine inaongezeka. Ulimwengu inafanya nini ndani yako? Inaongezeka sana. Unapata ni mtu ulikuwa unasikiliza mahubiri, inafanya nini? Inapungua, inatoka. Yaani unapata vitu, tamaa na kiu ya mambo ya Mungu inaenda ikijidimia, lakini unapanda pande nyingine inaongezeka. Basi wewe uko mahali pabaya sana. Lakini sisi tunajua mtu mbaya ni yule backslide, yule amerudi nyuma. And actually this is backsliding. Backsliding, tunangojeka mpaka mtu awe amefanya usharati ndio tunasema amefanya nini? Backslide. Backsliding ni kufanya nini? Ni kurudi nyuma, ni kurudi nyuma. And how do you backslide? Most tuko na watu wengi church, lakini ni nini? Ni backsliders. Tuko na watu wengi church na ni nini? They are backsliders. Lakini ni vile tulifunzwa backslider ni mtu mwenye amefanya nini? Dhambi. Ni mtu amefanya usharati, ni mtu amefanya hizo. So na tukikuangalia hizo utafanya kweli hizo, hata uyuko karibu na hapo mwenye amepigana, tunangojea upigane, utapigana lini? Halo, kama ng'ombe hata ikiingia kwa shamba ikule maganda unashindwa kuichapa, mtu ndio utampiga. But we have a lot of backsliding in church. Na backsliding tumeona ni nini? Upande ya Mungu inafanya nini? Inapungua, lakini upande hii nyingine inafanya nini? Inaongezeka. That's backsliding. So unaweza ukajichunguza uone kama una backsliding, because hauwezi wacha mambo ya Mungu pap. Hauwezi wacha church pap. Hauwezi toka kwa kanisa pap unaanza kubackslide. Unapata ya kwamba wewe ni mtu ambaye kukosa kanisa ni ngumu miaka yako yote. Ukitaka kujua una backslide, unapata sasa umeanza Sunday fulani ukuji. But ukiangalia nyuma yako yote wewe ni mtu ulikuwa na attend church. Na ukikosa kulikuwa na sababu za maana. Lakini sasa unaanza kukosa sababu za kukosa kanisani, lakini that's backsliding. Bwana asifiwe. Ulikuwa unaomba 30 minutes, now you are praying for 20 minutes. That's backsliding. That's backsliding, because your graph inaenda juu ama inarudi nyuma? Ina slide mbele ama nyuma? Nyuma. So that's backsliding. Lakini tumechukulia backsliding ni dhambi. Backsliding sio dhambi. Backsliding itakuongoza kwa dhambi. Backsliding kazi kubwa itafanya ni kukutoa kwa Mungu. Unaweza kosa fanya usharati, unaweza kosa pigana, unaweza kosa fanya hizo vitu zote, but at the end of the day target ya backsliding ni kukutoa kwa mambo ya Mungu. Sasa unapata ya kwamba hujafanyia mtu makosa yote, lakini unapata yale mambo ya Mungu ndani yako imekufa. Tunaelewana? Unapata ulikuwa unaomba kwisha, ulikuwa unapenda Mungu kwisha, ulikuwa unatoa sadaka kwisha, yani yale vitu ulikuwa nao ya Mungu yote kwisha kabisa. That's backsliding. Inakutoa kwa Mungu kabisa.
Hii ni matunda ambayo nakuambia utaweza kujua. Lakini wakati sisi tunaelewa ni roho kabisa, grafu yetu katika mambo ya kiroho inapaswa kuongezeka. Na inapaswa kuongezeka nini? Unapaswa kukuwa na kiu sana ya mambo ya Mungu. Kama uko hapa huwa unakuwa na kiu na njaa, let me tell you, umebarikiwa. Umebarikiwa. Wachana kuomba 4 hours. Wachana sijui unafanya nini, wasijui nini, wachana na hizo zote. Kama huwa unakaa chini, unahisi kiu ya kuomba, you are blessed. You are blessed. Unajua nilikaa hivi, pastor, nimehisi kuomba, nasikia nahisi kuomba. Umeenda unaomba si kwa sababu kuna kashida, unaomba si kwa sababu umeambiwa uombe, unaomba kutoka kwa kiu. Umebarikiwa. Wewe uko level nyingine. Zile dimensions zenye ziko, you are blessed. Na wewe ni mtu hatari sana. Wewe ndio sasa unafaa kuturingia hii dunia kushinda mwenye anajulikana na anafanya vitu kubwa. Wewe unafaa kuturingia. We have gospel singers, we have preachers wanafanya makubwa lakini hawana kiu na njaa ya mambo ya Mungu. Ukiona wewe unakuwa na njaa, unasukumwa kusoma neno, unasema nahisi kunakuwa na hiyo msukumo kutoka ndani wa kusoma neno la Mungu, umebarikiwa. Wacha kwenda kusoma kwa sababu pastor amesema. Wacha kwenda kusoma kwa sababu kuna shida uko nayo, unaenda itafutia scripture. Si vibaya, sawa. Si vibaya, lakini tunasema level, dimension ya kuenda kusoma Biblia kutoka kwa kiu na kuambia umebarikiwa wewe. Wewe uko level ya mbali tena sana. Wewe uko mbali. Yaani unakaa hivi unasikia kuworship kutoka ndani ya moyo wako, nahisi nahisi tu kumwabudu Bwana. Unajipata either ni kwa nyumba, either ni kwa bafu, either ni kwa kitanda, either ni barabarani, either ni kwa gari, either ni popote. Unajipata unaanza kumuosha. Aki Mungu, wewe ni Mungu. Hakuna kama wewe. Unaenda ukifanya vitu zenye zinaletwa kutokana na njaa, wapendwa. Hizi vitu ni powerful. Wewe uko level ya mbali sana. Tuachane na hii Ukristo wa shida fulani ndio inatusukuma kufanya hizo vitu. Umeona mambo yako inaendaenda mbaya, unataka enda kuhonga Mungu na kukua mzuri na kumuosha. Lakini kumbe kenye kinakusukuma ni what you are going through. Ndio inakusukuma sana. Na mimi nakuambia si vizuri uzoee kusukumwa na kenye unapitia kufanya mambo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Nataka usukumwe na njaa na kiu. Nataka usukumwe na njaa na kiu. Yule mwanamke alielezewa kuhusu maji ya uzima, akaachana na yake. Alipatwa na kiu ya hii maji ya uzima. Maana kuna maji alikuwa naye, na in the beginning yeye ndiye alikuwa na maji. Ilionekana kana kwamba Yesu ana maji. But Yesu aliongea kuhusu ile maji, ikabuild kiu ndani yake. Ni vizuri pia kuzoea kupatana na messages zenye zitabuild kiu na njaa ndani yako. But messages nyingi ambazo tunazipata zinatupatia kiu na njaa ya nini? Ya gari, ya pesa, ya kuvaa vizuri, ya kukula. Unajua hivyo? 95% ena kwa mitandao utapata message nyingi zinafanya nini? Zinakujenga kiu ya kutajirika ya hizo vitu. Si vibaya, lakini ni zile tumezifanya sana. Na inapaswa kukua labda 95% ziwe message za kubuild kiu ndani yako ya mambo ya Mungu. Alafu 5% yani unakaa hivi unatamani tu ushirika na Roho. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Unakaa hivi unaona unahisi kusikia tu nyimbo za worship.
Na hizi kusikia mahubiri. Wapendwa, kama uko hapo umebarikiwa. Kama uko hapo umebarikiwa. Lakini tuko na Wakristo, hii njaa hakuna. Hakuna, hatuhisi. Na hiyo ni sign moja ya Roho. Hiyo ni matunda moja ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema aje? Tuko katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4, tumeshasonga pale chini, tunasoma wakatambua walikuwa pamoja na Yesu. So waligundua ya kwamba walikuwa watu wa kawaida, but because of Christ they were not ordinary people. Jina la Bwana litukuzwe. Hebu tuangalie kitabu kile cha Warumi 8:16. Warumi 8:16. Warumi 8:16 inasema hivi. Tuanzie 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa. Je, wajua kuna roho uliyopokea? Tunapaswa kujua kuna roho tuliyopokea kutoka kwa Mungu. Na nilikwambia roho, kuna vitu ya Mungu sio kama kati, sio kama nini? Kati unaruka huku, unaruka huku, unaruka huku, unaruka huku. Biblia inasema kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Hatukupokea roho ya utumwa iletayo hofu. Roho ambayo tumepokea haileti hofu ndani mwetu. Maanisha kwamba hofu sio sehemu yako katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ya roho ulio nayo. So sipaswi kuomba nisikuwe na hofu, kwa sababu roho nilionayo haileti hofu. Sikupokea roho ya nini? Roho ya utumwa. Wapendwa, tulipokea roho ya wana. Yohana 1:14 natumai ama 12. Bali wote waliompokea Kristo aliwapa uwezo, aliwapa roho, aliwapa uwezo, aliwapa nguvu, na lugha nyingine aliwapa roho. Na roho aliyowapa uroho, uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Roho tuliyopokea mara moja, automatically we became sons of God. Na nilikwambia kwa kingdom we don't have daughters. Okay, mazako mwambie the kingdom issues, there is no daughters. Hakuna mabinti katika ufalme wa Mungu. Tuko na wana na tuko na mabinti. Hatuna mabinti, tunatumia jina son. Bwana asifiwe. Son ni jina ya kutambuliwa ya kifalme. Lakini katika ulimwengu wa mwili, a son is a man. Ndio mwana. Esa, tunajua huyo tayari ni kijana katika ulimwengu wa mwili. Maana unajua mtoto ndiye alizaliwa, lakini mwana hakuzaliwa. Isaya ngapi hiyo? Ni 9 ama ni 6? Mwana alifanya nini? Alipeanwa, lakini mtoto alizaliwa. Mtoto ilikuwa ni the flesh, the natural nature ya mwanadamu, lakini mwana ilikuwa ni spirit, ndio ilikuwa ni Christ. That's why katika 1 John chapter 5 verses 1 inasema kila aaminie Yesu ni Kristo. So tunaweza sema Yesu ni mtoto, Kristo ni mwana aliyepeanwa. Maana kuna kenye Mariamu alizaa na kuna kenye kiliwekwa ndani ya Mariamu. Hawakuambiwa watamuita Christ. Maana Christ alipeana, lakini waliwaambia watamuita nani? Yesu. Kwa nini walipewa ruhusa ya kumpea jina?
ni ile mwili waliozaa, lakini kenye kiliwekwa ndani yao hawakupewa ruhusa. Waliwekewa ndani mwao? Christ ndiye aliwekwa ndani yao. Halo. Bwana asifiwe. So na sisi tulipookoka na kumpokea, tulipewa nani? Spirit ya kutufanya kuwa son. Actually it should be son, even not sons. Because ukimpata Mungu in the book of Exodus, vile anaita the children of Israel, anaongea kuhusu my son. Kwa nini tunaitwa my son? Ni Waefeso ama ni nani anasema tumebatizwa ubatizo moja, mwili moja, Mungu moja, roho moja. Kama kenye nimewekewa ndio umewekewa, tumewekewa kitu kimoja, basi sisi ni hiyo kitu moja. Kwa sababu hatujitambulishi na ukale wetu, tunajitambulisha na upya wetu. Then upya wetu sisi ni moja. That's why sikufufuliwa mbali, nilifufuliwa pamoja na. Haukufufuliwa ukaketishwa, umefufuliwa pamoja na. Umefufuliwa pamoja na Kristo, nimefufuliwa pamoja na Kristo, umefufuliwa pamoja na Kristo. Ni maisha gani ninaishi? Maisha ninaishi ndio wewe unaishi. Then tunaishi maisha moja. Paulo anakuja anasema nini? Sio mimi niishie, bali ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Kama ni Kristo anaishi ndani mwako, ni Kristo anaishi ndani mwangu, ni Kristo anaishi ndani ya ule, sisi basi ni moja, hatuko watu wawili. Kwa sababu ni Kristo aliye ndani mwetu. Aliye ndani mwako ni aliye ndani mwangu, sisi ni moja. Na ni vizuri kwa wewe kuwa na elimu ya Baba, si kupokea roho ya utumwa. I'm not a slave. Mbali mlipokea roho ya kuwafanya wana. Tumefanyika kuwa wana. Kumbuka hii ni mambo na spirit, hii mambo na soul. Kumbuka hii ni mambo na spirit, na tulisema mambo na spirit hakuna process. Kwa spirit hakuna process, lakini kwa soul kuna process. Changing my soul ni process. My spirit we became. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokea roho ya kutufanya kuwa wana. So mara moja tukafanyika kuwa wana. Lakini transformation mpaka wa leo inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Transformation mpaka leo inafanya nini? Lazima uelewe hiyo. Ambayo kwa gani? Kwa hiyo kufanyika kuwa wana. Kwa hiyo roho mliyopokea, Biblia inasema ya kwamba twalia Aba, yani Baba. Imetubadilisha, tukimwangalia Mungu hatuoni Mungu, tunaona Baba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona nani? Baba. Na nikakwambia jina nzuri ya kumuita ni enda umuite Mungu Baba ama umuite Baba. Kwa sababu ya uhusiano. Lakini sisi zote wanadamu, nikitumia neno mwanadamu na tumaini naelewa, mchawi anayesema hakuna Mungu, wale wote wanamuita nani? Mungu. Na yeye ni Mungu wa wote. Biblia inasema yeye ni Mungu wa nani? Wa wote, wazuri na wabaya. Yeye ni Mungu wao kwa sababu yeye ni Muumba wao. So wanadamu wote wana ruhusa ya kumuita Mungu Muumba. Wana ruhusa ya kumuita nani? Mungu Muumbaji. Hiyo ni ya kila mtu. Lakini mbali wote waliompokea aliwapa wana. Sasa uhusiano unabadilika. Tunakuwa na uhusiano wa kidamu, damu ya Yesu.
tunakuwa na uhusiano wa kindani, tunakuwa na uhusiano wa karibu sana. Mbali waliopokea wapa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Sasa ukiwa mwana anakuwa baba. Na ndio maana kuhamishwa kwa Old Testament kwenda kwa Injili ya Yesu, tunahamishwa na nyakati za mwisho nitatuma Roho. Nitatuma nini? Roho. Roho. Sio mtu. Roho. Nyakati tuliopo sio ya watu, ni ya Roho. That's why kila mtu anachokifanya lazima tujue ni roho gani iko ndani yake. Ni ile roho iliyotumwa na Mungu, ama ni roho ya shetani, ama ni roho gani? Bwana asifiwe. That's why jinsi ya kuchagua kanisa tunachagua kwa njia ya nini? Roho. Mtu yote anaweza enda Bible school akafunzwa jinsi ya kufundisha nini? Hii, na akakuja na akafundisha akitumia ile elimu ya ualimu. A professional teacher. Hii ni textbook mzuri sana kwake. Do you know that? Hii ni textbook mzuri. Anaweza akakaje na akawafunza vizuri na akawafunza. Sasa tuangalie vile anafunza vizuri. Amen. Tunaangalia Roho. Kwa sababu ni nani alitumwa? Roho. Ni nani anafanya kazi ndani mwetu? Roho. That's why Yesu akienda aliwaachia Roho. So ni nini tuliachia? Hatukuachiwa watu. Hatukuachiwa wamama, hatukuachiwa wazee, hatukuachiwa vijana, tuliachiwa Roho. Sasa sisi hatuna shida na nani anahubiri. Hatuko hapa kuangalia teo, unajua wamama hawapasi kuhubiri. Hapana, hatukuachiwa wazee, tuliachiwa Roho. Sasa huyu Roho ako kwa nani? Huyu Roho aliingia kwa punda. Aliingia kwa nani? Kwa punda. Lakini Balaamu hakuelewa. Sijui kama unanipata. Sasa hivi tunakagua kanisa tukitumia nini? Roho. Hatutumii uchezaji wa vyombo, mahubiri mazuri, nini. Tunakagua ni roho gani inafanya kazi. 1 John chapter 4 verse number 1. Tunaambiwa basi tupime kila roho. Tupime kila. Verse 16 nasema Roho mwenyewe. Roho mwenyewe. Hapa sasa hakuna mtu. Wakati nasema Roho mwenyewe inamaanisha hakuna mtu, si mtu. Sio mtu anafaa kufanya kazi. Hii ni kazi ya Roho. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu. Kwa hiyo the first testimony ni testimony ya Holy Spirit akitestify kwa nani? Akitestify kwa nani? Kwa your spirit. Kwa your spirit. Sasa kwa kifupi anamkaribisha na anamwambia identity yake. Hallelujah. 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 That's why kenye shetani alikuwa amechukua mateka ilikuwa ni nini? Our spirit. Pastor, na bado mnaongea kuhusu we have slaves. Nini. Sasa tukiongea kuhusu hizo tunaongea line ya soul. Na tunaongea kuhusu line za vitu. Kumbuka the kind of slavery tulivunjiwa. Kumbuka ni gani? Shetani hakuwa ametushika tukue maskini. Shetani hakuwa ametushika ndio tusitajirike. Tulikuwa mateka wa dhambi. Umateka ambao Yesu alivunja ndani mwetu ni umateka wa shetani. Na tulikuwa mateka kwa ajili ya dhambi. Sio kama unanielewa hiyo? Na hii ndio iliyomleta Yesu. Yesu hakukuja utajirike. Lakini ukiwa na Yesu utatajirika. Lakini hiyo sio ndio iliyomleta Yesu. Kwa nini? Maana hata kabla ya kuja kwa Yesu matajiri walikuwa. Kabla hata kuja kwa Yesu watu walikuwa wanapona.
Kabla ya kukuja kwa Yesu hizi vitu zote kuna watu walikuwa wanaishi vizuri. Bwana asifiwe. Lakini ni nini limleta? Alikuja kututoa kwa mikono ya shetani. Maana kwa ajili ya dhambi tukakuwa mateka wa shetani. Sasa Yesu alikuja kuvunja nini? Huo umateka. Lakini siku ya leo tuko na mateka ya aina nyingi. Unaweza ukashikwa mateka. Sasa hii inakuja line ya soul. Inakuja sasa wapi? Kwa nafsi. Sasa unaweza kuwa mateka wa madeni. Tumeelewana? Sio mateka wa shetani. Sio mateka wa nani? Mateka wa madeni. Unaweza tekwa nyara. Kukuwa mateka wa madeni ni kumaanisha madeni imekufanya nini? Imekuteka nyara. Inakucontrol. Hiyo ndio inasema vile inataka. Kukuwa mateka wa magonjwa inamaanisha sasa magonjwa imetake over. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa inakusumbua. That's why tunafanyiaga watu deliverance. Kwa sababu vitu vinatumika kushika watu mateka. Macho ya mwanadamu inatumika kumshika mateka kwa njia ya tamaa. Sijui kama tumeelewana. Unajua wengine wanashangaa kwa nini watu wanafanywa ukombozi church. Lazima utafautishe ni utumwa gani Yesu alikuja kututoa. Inaosema Yesu imegomea Roho mwenyewe ufanya nini? Ushuhudia. Wapendwa, kila mmoja anapaswa kuwa na huu ushuhuda ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. The first testimony, the greatest testimony ni kwamba the Spirit ameshuhudia roho yangu, I'm a son of God. I'm a son, I'm not a slave. Na hiyo ni habari njema. Huo ndio mkaribisho, huo ndio mwaliko tulioalikwa nao katika ufalme wa Mungu. Pale kwa gate tulipo okoka. Tuliambiwa sasa sikia roho akashika akambia, sasa huku penye mnaingia wapi? Huku penye mnaingia nyinyi si watumwa tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Tu watoto wa Mungu. Hiyo ni kumaanisha katika roho ndio tumezaliwa. Tumezaliwa katika roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nisome hii tu ya mwisho alafu tumalize nifunge hii chapter. Sijajua bado kama wiki ijayo tunaweza endelea ama tutapewa jumbe nyingine mpya. Hebu tusome Romans chapter 3. Sijui kama umezoea kusoma kitabu cha Warumi, kitabu kizuri sana. Basi Warumi 8:3 ama tuanzie 1. Biblia inasema ya kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna nini? Hukumu. Watu wanapenda kusema please. Kwani wewe ni Mungu? Stop judging people. Wangapi wamewasikia kitu kama hiyo? Mpaka unapata mtu akifanya makosa tunajificha kwa kumtetea kwa kusema aje please. Unamjudge kwani wewe ni Mungu? Tunaitumiaga vibaya. Kuna vitu, kuna judgment mara ngapi? There is one thing we are supposed to judge. There is one thing we are supposed to judge. We are supposed to judge your action, but we are not supposed to judge you. Sisi kama tunatofautisha hizo vitu mbili, mara nyingi mtu akifanya makosa huwa tunamwencourage kuendelea kufanya makosa kwa kusema aje? Usimjudge. Si unajua bado uko duniani, usimjudge. Hapana. Kuna kujudge kenye umefanya na kuna kukujudge. Sisi hatuna uwezo ya kukujudge. Uwezo wa kukujudge iko na Mungu. Lakini tuko na uwezo ya kujudge kenye unafanya.
So tusione watu wanafanya vitu tunafanya nini? Tunanyamaza because sisi hatusijaji watu. Hapana, tutajaji your action. Tutajaji maongeo yako. Tutajaji tabia yako. Lakini wewe hatukujaji hata kidogo. Hiyo ni ya nani? Lakini tunaambiwa basi hakuna nini? Hukumu ya adhabu. Imeondolewa na nini? Kukua katika Kristo, hukumu ya adhabu imefanya nini? Imeondolewa. Mstari wa 3 nafikiri inaendelesha, nafaa kuendelesha. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanaye mwenyewe katika mfano wa mwili. Kitabu ya Kimombo ndio inaendelesha vizuri. Wale wasioenenda katika mwili. Iko wapi hiyo? Ni mstari wa ngapi? Verse 4. Ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Sasa hii tunaweza changanya na verse 1. Hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Kristo Yesu, wasioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. So kwa sababu sisi ni roho, kuna kitu tunapaswa kufuata. But ukitajiwa mwili, tunatafsiri moja kwa moja. Tunakuwaga na direct translation. Kwa sababu umetaja mwili, na mwili yako ni nini? Si ndio? So haiongei kuhusu nini? Mwili. Inaongea kuhusu the sinful nature. Inaongea kuhusu nini? The sinful nature. Hiyo ndio flesh. Hallelujah. So elewa, wakati kila unaposoma maandiko, wakati natumia jina flesh, soma kabisa uelewe inalenga. Soma kabisa uelewe inalenga, inaongea kuhusu nini. Kuna wakati mwingine inaongea kuhusu hii flesh, lakini kuna wakati mwingine ikitaja flesh inaongea the sinful nature of man. Sasa kuna viongozi wangapi? Wawili. Kuna the sinful nature inafuatwa. Inafanya nini? Inafuatwa. Na kuna Roho Mtakatifu. Sasa kwa sababu sisi ni roho, tunafuata roho. Wiki ijayo tutaendelea hapo. Wiki ijayo sasa tutaongea kuhusu kuishi kwa roho. Pastor, inamaanisha nini? Kutembea katika roho inamaanisha nini? Na kisha baadaye tutaongea kuhusu tunda, sio matunda. Tunda la roho, sio matunda. Nini? Tunda za roho. Na ndio sasa utajua ya kwamba tunda la roho linapaswa kuonekana kwa sababu wewe ni. Simama kwa miguu yako. Naonaga watu wanaombewa wakuwe na tunda la roho. Mshaomba, ukiamua sasa kumwambia Baba, katika jina la Yesu, ninaombea uyakuwe na uvumilivu katika jina la Yesu Kristo. Hii ni tunda, hii ni tunda. Ukiwa na roho, hii tunda unapaswa kuwa nayo. Na sasa ina manifest kwa wewe kufuata roho. Kufuata roho, tutaona hizi vitu automatically, si kukuombea. Tunakuombea, hapana. Kukua tu na roho, hiyo tunda imefanya nini? Imeingia ndani yako. Ni ile haujaelewa mambo fulani kwa maana yaonekane. Sasa hizo ndio vitu zinapaswa kuonekana kwetu sisi. Lakini sisi tunapenda nini ionekane? I'm a great preacher, I'm a great singer. Mimi natoa sana, mimi nafanya hivi. Tunasahau the very important thing. Nitakuambia ni tunda la roho. Bwana asifiwe. Amen. So nitakuomba maana Jumatatu ni holiday. Jumatatu ni holiday. Nitakuomba ukuje nianze Jumatatu, na kwa sababu Jumatatu Kenya ni tarehe 1 Jumatatu, sababu wameisongeza. Nitaomba pia ukuje nitutangaze katika jina la Yesu. Alafu nitaomba nifanye introduction on Monday. Nitakuomba ukuje na chungwa, sema chungwa.
nione kama atakuingiza kwa chama cha chungwa ODM Orange. Kila mtu akuja na nini? Chungwa, kuja na chungwa. Bwana asifiwe, usisahau. Alafu nitaifanya practically na itakuwa baraka. Kumbuka mambo haya na kufunza, unaruhusiwa kwenda kufunza. Nisikilize. Ninakufunza uende. Sometimes preaching ndio nguvu huwezi chukua uende nayo. But kila mara unapofunzwa na mhubiri yoyote, umefunzwa uende ufunze wengine. Mahala popote utawahi pewa nafasi ya kuhubiri, hapana sema sina kuhubiri. Ni nini chukua kenye ulifunzwa na wewe funzana. 2 Timothy chapter 2 verses number what? Is it verses number 2? Na maneno yale yote uliyoyasikia ukiyaongea, chukua na wewe. So, hii yenye nakufunza, please, ninakufunza enda ufunze. Na sikia, si lazima uambiwe na pastor utahubiri Sunday ndio ujipange. Hapana, unaweza shika kama mtu kamoja hivi kakikutembelea kwa nyumba yako na ukafanya nini? Na ukafunze. Kazini unaweza amua kufunza mtu, unasambaza kenye umepata. Bwana asifiwe, na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Natumai wiki hii umebarikiwa. Ili somo limekuwa na baraka kwako. Amen. Sasa kitabu cha Luka 6:46. Kwa nini kuniita Bwana Bwana, walakini hamyatendi ambayo nasema? Sasa Mungu amekuongelesha wiki hii. Sasa enda tenda kwa jina la Yesu. Amen. Dakika moja tu ile mikono, mshukuru Mungu kwa sababu ya somo ambalo tumekuwa nayo wiki hii katika jina la Yesu. Biblia inasema ya ulimwengu yatapita, lakini maneno ya Kristo haitapita katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru. Mshukuru Bwana kwa sababu ya wiki hii. Mshukuru pia kwa sababu ya mwezi wa 5, maana huu ni mkutano wetu wa mwisho wa asubuhi wa mwezi wa 5. Mwambie Baba, ninakushukuru hata kwa ajili ya mwezi wa 5. Ikatala makashina mazuri ya kabarazana, makatala zia katila, akusanda rabarazia. Shetani alinipangia mengi, lakini Baba umeniepusha nayo. Walinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana ukaniokoa katika jina la Yesu. Walijawa na matarajio mabaya juu yangu, lakini Bwana haukuruhusu matarajio yao mabaya itimie juu yangu katika jina la Yesu Kristo. Alipangwa mengi mwezi huu, lakini Baba haukuruhusu mwezi huu. Baba haukuruhusu maadui zangu wafurahi juu yangu. Baba, ninakupa sifa. Umeniepusha na mengi mabaya yaliyoachiliwa kinyume na maisha yangu katika ulimwengu wa roho. Umeniepusha na mengi Baba wa mbinguni. Umeniepusha na mitego niliyotengewa mwezi huu. Umeniepusha na shimo nilizochimbiwa mwezi huu. Umeniepusha na ajali. Umeniepusha na vifo, magonjwa, visirani, masababu mabaya yote yaliyoinuliwa mbele yangu. Baba, umenilinda mwezi mzima. Umenilinda Baba wa mbinguni. Umenisaidia Bwana kufika mwezi wa 6, nusu ya mwaka. Nasema ni wewe Bwana. Nasema ni wewe Bwana. Nasema ni wewe Bwana. Kama si wewe Bwana ambao umekuwa pamoja nami, na niseme sasa. Kama si wewe Bwana ambao umekuwa upande wetu, na tuseme sasa. Wanadamu walipotuvamia, mashetani walipotuvamia, mawazo mabaya yalipotuvamia, maongeo mabaya yalipotuvamia, yakalitumeza tugaliai, yakalituondoa, yakalituzima, yakalituweka chini. Lakini utukuze Mungu wa wokovu wangu ambaye haujaniachilia katika jina la Yesu Kristo. Haujatuachilia kuwa nyama katika vinywa vya maadui zetu, mbali nafsi zetu zimeokoka kama vile ndege kutoka katika mitego ya wawindaji. Mitego yao inavunjika, nasi tumeokolewa. Msaada wetu watoka wapi? Msaada wetu watoka kwako Bwana. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa.
na kitu, ulaza kwenye majani mabichi, unongoza kwa maji matulivu, unihuisha nafsi yangu, unongoza kwa njia za haki, nipitapo bondeni mwa mauti, sitaogopa, wewe unami. Hakika, hakika, wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha. Hakika, hakika, wema nazo fadhili zinanifuata, zinanifuata mimi, ninakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya miezi 5 ambao umetuongoza. Baba, tunaingia mwezi wa 6. Tunarudisha shukrani tena Bwana, kwa sababu Mungu, amani ni mengi yaliinuliwa kinyume na sisi, lakini kwa yote Bwana umetufanya washindi. Tunakushukuru tu kwa jambo moja, umetuhifadhi mpaka sasa. Mpaka sasa tunapumua ni kwa ajili yako Bwana. Tunakupa sifa tukikuamini hata kwa miezi 6 iliyoko mbele unatutawala Bwana. Bado tunaendelea kuwa chini ya utawala wako. Tukuzwe na uinuliwe Bwana. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, sema amina. Amen. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Tulianza kuongea kuhusu understanding dreams na ilikuwa ya nguvu, but Jumapili hii tutaweka pause for a month, then tutarudia July, kwa sababu this week Mungu ametuongoza kuwa na maombi. So in our all services, I'm sorry, even next week I will not teach. Tutakuwa na prayer the whole month. Tarehe zote tutakuwa na prayers. All our meetings ni Sunday, ni morning glory, ni fellowship, ni morning glory, ni waka. Tutakuwa tukifanya spiritual warfare prayers. So nitakuwa nikikuongoza. Ninakuomba hivi, there are items ambazo niko nazo, prayer items za kikanisa na zako ambazo Mungu amenipa. Ninakuomba kwa jina la Yesu, pia andaa zako. Nitakuongoza zile ambazo Mungu amenipa juu ya kanisa na juu yako. Lakini pia wewe kuna vitu uko navyo. Naomba mwezi mzima we really want to pray. We really want to pray. And we are praying because nafikiri msukumo wa Isaiah 62. Sitanyamaza, sitatulia mpaka kitu itendeke. Bwana asifiwe. Nataka tuende na wewe mwezi mzima, maana tunaweza. Bwana asifiwe. Haleluya, tunaweza. Nitaongea na wewe tuone if tuna cancel breakfast the whole month. Bwana asifiwe. Kulingana na uwezo wako. Pengine uwezo wako itakuwa we cancel lunch. Mwingine pengine uwezo wako itakuwa you cancel supper. Itakuwa tu ni fasting. Mwingine utaweza kucancel breakfast and lunch. Mwingine utaweza kucancel zote
the whole day hivyo. I think kufunga the whole day ni kucancel breakfast na lunch. Kwa sababu kuna vitu vitatendeka wakati utasema nimechoka kunyamaza. Kuna prayers ya aina hiyo. Na ni vizuri ujifunze, maana kuna vitu zinangojea until uamke ndio zitatoka. Nataka kuamini Mungu kwa mwezi wa 6. Kuna vitu vinaenda achiliwa kwa maisha yako. Kuna vitu vinaenda tendeka ambavyo vilikuwa vinahitaji uamke ulete fujo ndio zitokeze. Mimi ninaamini kabisa. Ninaamini hivyo. Bwana asifiwe. So hiyo maombi tunaanza on Sunday tarehe 1. Tunaanza. So tulielewana wote, Sunday hapana kamata breakfast. Sunday ya mwezi mzima no breakfast. After service go and take your breakfast, go and take your lunch. Lakini tutakuwa kwa service tukiwa tumefunga. Tutakuwa tunaomba mpaka kitu kitendeke. Mpaka kitu kitendeke. Na itatendeka. Sasa sijui na kuambia hivi, sijui utajenga imani yako kwa nini? Sijui ni mambo ya hospitali unataka kucancel kwa maisha yako. Useme oh God, hii mwezi mzima nataka mimi na hospitali nitenganishe. Maana tuko na watu wanaenda miaka hospitali hawajakanyaga. Mimi nikwambia nilienda hospitali lini? It should be 2000 and what? If not 99, 2000 hapo. Ndio nakumbuka nikipelekwa hospitali. Bwana Yesu asifiwe. And mpaka wa leo hiyo ni miaka ngapi? Hiyo ni miaka ngapi? Ni mingi. Unajua inawezekana kwako. Hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Na kuambia hivi na kuandaa wewe na mapema. Sijui ni nini imekuwa mlima. These are stubborn situation in your life. Ni gani hiyo? Unaweza amua round hii I want to concentrate na hiyo. I'm fasting because of that. Ninakwama kwa maombi kwa sababu ya hiyo. Walitaka kumua Paulo, wakasema hatutakula, hatutakunywa mpaka tumuue. Si mwezi kiasi tuseme hatutakula, hatutakunywa, tutaomba mpaka magonjwa itoke kwa damu yangu, kwa mishipa yangu, kwa nyama yangu na kwa mifupa yangu. Zile magonjwa ambazo bado ni changa. Unajua kuna wengine bado magonjwa haijakomaa kutokezea, bado tuko huko. Tunataka ziondoke. Kwako na kujaribu kukupatia mfano ni nini hii unataka deny. Useme hii raundi utaenda. Because kuna vitu vilingojea mpaka kifo cha Yesu ndio miamba ikapasuka na kaburi zikaamuka. Si makaburi zingine zifunika kwa maisha yako, vitu ambavyo umekupa si viende viinuke kwa jina la Yesu Kristo. Utuambie this is how my life used to be. Amen. So hakikisha umeshare video hii ili ukaweze kuwa baraka kwa wengine. Kutoka kwangu hapa nasema tukutane nawe jioni ya leo saa 1 mpaka saa 3 tutakuwa tukiomba katika jina la Yesu. God bless you. Have a lovely day.